Mnamo tarehe 18 Novemba, Rais wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera aliweza kutua nchini Tanzania kusimamia mazungumzo ya maridhiano katika hali mbaya ya kisiasa Tanzania, na katika mazungumzo hayo yalitarajiwa ya kwamba yatafanyika kuanzia tarehe hiyo 18 hadi tarehe 21 mwezi huu wa Novemba, na viongozi wa upinzani, viongozi wa dini pamoja na viongozi wakubwa serikalini walitarajiwa kualikwa katika mkutano huo wa maridhiano. Leo ikiwa ni tarehe 21 Novemba, mazungumzo ya maridhiano yanatarajiwa kukamilika Ikulu, ambapo yataongozwa na Samia Suluhu na rais wa zamani wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera. Viongozi wa upinzani wataalikwa pamoja na viongozi wa dini kama ilivyosemekana kwa mazungumzo hayo ya maridhiano leo. Vile upande mwingine, viongozi wa dini wametoa maoni yao Ikulu kuhusu maridhiano hayo. Mtazamaji, kabla nikujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa nchini Tanzania yamebadilika sana kuelekea maridhiano, huku Baraza Kuu jana la mashirika ya Kiislamu linalofanya kazi chini ya BAKWATA liliweza kutangaza kuunga mkono kikamilifu katika mkutano huo wa mazungumzo au mpango huo wa mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa, ambapo yaliweza kuanzishwa na Rais Samia Suluhu Hassan, hata wakati Daktari Lazarus Chakwera aliweza kuwasili mnamo tarehe 18 nchini Tanzania kwa mashauriano ya hali ya juu ambayo yanatarajiwa kukamilika leo, ambayo ni tarehe 21 Novemba. Maendeleo haya yanaashiria msukumo mpya wa kuleta utulivu na amani wa hali ya hewa ya kisiasa baada ya mvutano uliojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku BAKWATA na Chakwera wakisisitiza kwamba uponyaji wa kisiasa lazima ujikite katikati ya ukweli na uwajibikaji. Katika kuashiria uungwaji mkono huo, uongozi wa Waislamu jana ulisisitiza kuwa maridhiano haya ambayo yatafanyika leo au mazungumzo haya ambayo yatafanyika ni lazima yaakisi uadilifu wa kimaadili na kukumbusha umma kwamba taifa la Tanzania haliwezi kuendelea bila kushughulikia kero ambazo zijatatuliwa. Wakati huo Lazarus Chakwera ambaye ni mgeni ambaye anakuja kama msuluhishi anaanza ziara yake kuanzia Novemba tarehe 18 hadi Novemba tarehe 21 ambayo ni siku ya leo, ikimaanisha kwamba leo tarehe 21 ndio siku ambayo mkutano huo huenda ukafanyika, akikutana pia na viongozi wa serikali, vyama vya upinzani pamoja na watendaji na waasasi wa kiraia na mamlaka za kimila, wote wakiwa na lengo la kuunda jukwaa shirikishi linaloendana na masisitizo kama haya ya BAKWATA ya kufanya mazungumzo na maridhiano ya kitaifa Tanzania yenye utulivu na ambayo yanatarajiwa kuleta amani na utulivu wa kisiasa nchini Tanzania. Kiongozi wa BAKWATA Sheikh Musa Kundecha jana alisisitiza kwamba wito wa maridhiano au mazungumzo si wa kisiasa tu, bali umekita mizizi katika mafundisho ya Kiislamu kuhusu amani na haki, kanuni ambayo inaendana sana na mamlaka ya Chakwera kutoka Jumuiya ya Madola ya kutathmini mwelekeo wa demokrasia ya Tanzania. Upande mwingine, shirika la maaskofu TEC Amatek liliweza kusema ya kwamba hakutakuwa na maridhiano mahali ambapo hakutakuwa na haki, na pia ikasisitiza kwamba serikali ya Samia Suluhu iweze kuwawajibisha wote waliohusika na mauaji na waliohusika kuwadhuru wa Tanzania wakati wa maandamano. Mitazamo yote miwili inalingana juu ya hitaji la tafakari ya pamoja ya kitaifa baada ya machafuko na maandamano yaliyozunguka kipindi cha uchaguzi. Wakati Lazarus Chakwera ambaye ni rais wa zamani wa Malawi akianza vikao na viongozi wakuu akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan na Rais mstaafu Jakaya Kikwete labda pamoja na BAKWATA na mashirika mengine ya kidini, inasisitiza kuwa mazungumzo hayo lazima yafichue sababu zote za machafuko ya kisiasa yaliyoshuhudiwa. Ujumbe wa wakati mmoja kutoka kwa uongozi wa kidini na wajumbe wa kimataifa unaonyesha matarajio ya umoja kwamba mpango wa upatanisho lazima upite zaidi ya ishara. Wakati wa maingiliano na watendaji wa kisiasa leo, Chakwera anasisitiza kuwa amani endelevu ya Tanzania inakuja pale tu sauti zote zitakaposikika, hisia inayoungwa mkono na BAKWATA pia ambayo inasisitiza kuwa wadau waunde mchakato wa maridhiano au mazungumzo kwa dhati na uwajibikaji na kuleta utulivu. Simu hii ya pamoja ama mwito huu wa pamoja inaweka kiwango cha juu cha majadiliano yaliyoratibiwa katika ziara yake yote. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ambaye amemtuma Lazarus Chakwera Tanzania kuwa msuluhishi wa mazungumzo na maridhiano
anayefahamika kama Shali Bochwey ameeleza kwa upande wake kuwa uzoefu wa uongozi wa Chakwera unamfanya awe katika nafasi nzuri ya kuiongoza Tanzania kuelekea mazungumzo, kusameheana na maridhiano yenye kujenga nchi, na kutilia mkazo maono yale yale yaliyowekwa na BAKWATA leo kwamba utulivu wa kitaifa unahitaji ushirikishwaji jumuishi wanaozingatia ukweli. Wahusika wote wawili wanaashiria udharura wa kurejesha imani ya umma baada ya kipindi cha mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Chakwera, akitambua heshima ya uteuzi wake, alisisitiza kuwa amefuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa ya Tanzania na yuko tayari kusaidia wadau kuelekea kwenye umoja. Ujumbe wake unakamilisha kikamilifu onyo la BAKWATA kwamba upatanisho hauwezekani iwapo utashughulikiwa kijuujuu au kutuhumiwa kuficha maovu, na kwamba mazungumzo ya kweli lazima yaanze kwa uwazi. Haya ndio matamshi yaliyotolewa na shirika la maaskofu la Dar es Salaam ambalo linafahamika kama TEC ama TEC, ambapo pia lilitaka ya kwamba kabla ya mazungumzo ukweli ufahamike na wote waliohusika wawajibishwe. Wakati mijadala ikiendelea katika majukwaa ya serikali leo, upinzani na asasi za kiraia pamoja na BAKWATA inasisitiza kwamba amani haiwezi kujengwa kwa kukwepa uwajibikaji na kutaka ujumbe wa Chakwera kuhimiza kufichuliwa kwa matukio yaliyosababisha machafuko na mauaji ya baada ya uchaguzi. Mpangilio huu unaangazia umuhimu wa kutafuta ukweli ndani ya mfumo wa upatanisho. Lazarus Chakwera, ambaye ni rais wa zamani wa Malawi ambaye ametumwa nchini Tanzania kuwa mpatanishi ama msuluhishi wa hali ya kisiasa, sasa ameambatana na naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Profesa Luis Franceschi, ambao wote wataweza kutembelea Ikulu kufanya mkutano na viongozi wakuu wa serikali na pia kuwatembelea upinzani kufanya mkutano nao ambao inatarajiwa ni siku ya leo, na vile watafanya mikutano na asasi za kiraia pamoja na viongozi wa dini ili kuleta maridhiano, ambapo pia naibu huyu wake anayefahamika kama Luis Franceschi, ambaye utaalamu wake wa kisheria na utawala pia unasemekana unatarajiwa kuongeza kina katika mazungumzo hayo na kutilia mkazo msisitizo ambao awali umetolewa na BAKWATA kwamba haki ni msingi wa maridhiano yoyote ya maana. Uwepo wa pamoja na Lazarus Chakwera unaashiria kwamba mchakato huo si tu ukumbi wa michezo wa kisiasa, lakini ujumbe wa kidiplomasia uliopangwa. Matokeo ya mashauriano haya ya Chakwera na viongozi wa utawala pamoja na viongozi wa upinzani yatashauri Jumuiya ya Madola kuhusu hatua za baadaye chini ya mpango wake wa kidiplomasia wa ofisi bora, utaratibu unaokusudiwa kusaidia mabadiliko ya kisiasa ya amani Tanzania. Dhamira hii inaakisi wito ule wa BAKWATA ama shirika hili la Kiislamu wa mchakato wa uwajibikaji, ambapo malalamiko ya hapo awali yanachunguzwa na kushughulikiwa kikamilifu. Wakati Tanzania inapoingia katika awamu hii mpya ya uponyaji wa kisiasa na mazungumzo ya maridhiano, wananchi wengi au Watanzania wengi pamoja na mashirika ya kiraia na washirika wa kimataifa wanatazama kwa makini na kwa karibu sana ishara kwamba mazungumzo yatakuwa ya uwazi. Chakwera na BAKWATA hata hivyo wanaendelea kuwakumbusha wadau kwamba maridhiano yanayojengwa katika uaminifu ndiyo njia pekee ya kulinda utulivu wa muda mrefu. Uongozi wa BAKWATA jana unasisitiza kuwa njia ya maridhiano ni lazima ujumuishe uchunguzi wa kina wa sababu za vurugu na kubaini waliohusika, huku wakiwalinda raia wasio na hatia. Ujumbe sambamba huu ulitolewa na rais wa zamani wa Malawi ambaye ndiye mpatanishi wa mazungumzo haya, Lazarus Chakwera. Anasisitiza kwamba uwajibikaji na uwazi ni msingi wa mazungumzo ya kitaifa yenye mafanikio. Nitaachia hapo mpenzi mtazamaji, lakini nakukumbusha unijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na mazungumzo haya ya maridhiano. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele chini ya video hii, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.